Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Abdalla Hamisi Ulega, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Haja Fatuma Mwasa, kwa kuzingatia muda, naomba niseme itifaki imezingatiwa. Kwa ufupi sana na kwa ruhusa yako, naomba nitoe taarifa ya mradi. Hapa tulipo ni sehemu ya mradi wetu wa Kyerwa Mushaka wa kilomita 50 ambao unatekelezwa na mkandarasi wa Kichina anaitwa Shandong. Mkataba ulisainiwa mwezi Februari mwaka 2024 tarehe 19, ukiwa na utekelezaji wa miezi 36. Baada ya mkandarasi kuleta zile nyaraka za msingi za kumfanya anze kazi, alipewa commencement date tarehe 12 mwezi Juni mwaka 2024. Kwa maana hiyo, kwa utekelezaji wa miezi 36 inabidi akabidhi hii kazi tarehe 12 mwezi Juni mwaka 2027. Sasa Mheshimiwa Waziri, kwa sasa mkandarasi anatekeleza ujenzi kwa gharama ya shilingi bilioni 94.3 kwa maana kilomita zote 50 kwa kiwango cha lami, na mpaka kufikia sasa hivi mkandarasi ameweza kuleta sehemu ndogo tu ya mitambo kwa maana ya 28% ya mitambo yote inayotakiwa, lakini pia ameweza kuleta wataalamu wanaotakiwa kusimamia mradi kwa 72.7 pekee. Lakini pia mkandarasi ameweza kujenga kambi ya mhandisi mshauri ambapo mpaka sasa hivi imekamilika kwa 67.7. Sasa kwa mujibu wa utekelezaji mpaka sasa hivi mkandarasi ameshatumia muda wa 50 kama nukta 3, lakini maendeleo ya ujenzi wa hii barabara kwa jumla ni 5 tu nukta 5.4. Na kwa upande wa malipo, mkandarasi aliomba malipo ya awali ambayo serikali imemlipa kiasi cha shilingi bilioni 9.15, ilimlipa tarehe 26 mwezi Septemba mwaka 2024. Lakini kufikia mpaka sasa hivi miezi 19 kama na nusu hivi imepita, utekelezaji wa hii kazi ya barabara ni 5 pekee nukta 4, lakini muda tu kwa 53. Kwa tuko nyuma ya muda wa utekelezaji kwa takribani 46. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, kinachoendelea kwa sasa kama umejionea ulivyopita hapo barabarani, amefocus kwenye hizo kilomita 3 za mwanzo tu, na hii barabara inatekelezwa kwa mfumo wa sanifu na jenga, kwa maana design and build. Alitakiwa hao amesha sanifu kilomita zote za 50, lakini mpaka sasa hivi kilomita ambazo zimekamilika kwa usanifu ni kilomita 5 tu. Kwa Mheshimiwa, tumekumbana na changamoto kubwa kama ifuatavyo. Ya kwanza ni mkandarasi kuchelewa kuleta mitambo ya utekelezaji ambayo ni 28% tu. Hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa ambayo imemfanya asiweze kuanza kazi zake ndani ya kipindi ambacho kilikusudiwa. Lakini cha pili, amechelewa pia kuleta wataalamu ambao wanatakiwa kuhusika kwenye utekelezaji wa ujenzi wa barabara. Ni 72.7 tu ambayo imeshaletwa. Kwa maana hiyo imeathiri utekelezaji wa ujenzi. Lakini pia alitakiwa ameshaleta design. Mpaka sasa hivi tuna kilomita 5. Kwa hivyo vyote vimetufanya tuchelewe kuanza ujenzi, lakini serikali imemlipa fedha zote hizo bilioni 9.15. Aliomba malipo ya awali, aliomba malipo ya IPC ya kwanza baada ya kuleta vile vifaa vya kwanza, kwa mfano magari ya msimamizi. Aliomba kiasi cha shilingi bilioni 1.95 ambacho mpaka sasa kiko kwenye process ya kumlipa, lakini itoshe kusema kazi ambayo ameifanya kwa uhakika haiendani na kiasi cha fedha ambazo mkandarasi amelipwa. TANROADS au serikali kupitia TANROADS imechukua juhudi nyingi sana, ikiwemo kumwandikia barua za onyo, lakini pia kukaa vikao vya ngazi ya juu, kwa maana high level management meeting. Vimekaliwa vikao viwili vya ngazi ya juu, ambavyo kikao cha mwisho kimekaliwa mwezi Novemba mwaka jana, na alipewa target kwamba atimize vitu vitatu. Cha kwanza, aelezee ametumia vipi advance payment ambayo serikali imemlipa, lakini pia ndani ya mwezi mmoja alete mitambo yote inayotakiwa site, lakini pia amalizie hiyo design.
ule mwezi mmoja ulivyoisha ambao taasisi ilimpa atekeleze, hakutekeleza mpaka sasa hivi. Kwa sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho za kimkataba za kupitia kuangalia ni maeneo gani ambayo anatakiwa kuwajibika na serikali ichukue hatua mahususi ambazo zinaendana na mkataba unaotaka. Kwa ufupi sana na kwa sababu ya muda na kwa niaba ya mtendaji mkuu, naomba niwasilishe hii taarifa fupi, na tupo tayari kupokea maelekezo katika namna bora ya kuamua huu mradi, lakini wananchi wamekaa muda mrefu wanasubiri huduma na serikali imeshalipa. Tunaangalia taratibu za mkataba ili tuweze kumwajibisha mkandarasi. Naomba kuwasilisha mheshimiwa. Sasa